Tunawasalimia wandugu wote dunia mzima. Shalom shalom. Wale wote wenye kutufata katika channel hii ambayo inaitwa Mafundisho ya Biblia Neema TV. Ni channel ya mafundisho, inatoa neno la Mungu kwa bure kwa watu wote dunia mzima. Na sauti ambao mnaifata na kuisikiliza kwa muda na wakati huu ni sauti ya mtumishi wa Mungu, anaitwa Mwalimu Esdras Kasongo, mwalimu wa kitabu Biblia Neno la Mungu. Leo tunawaletea fundisho nzuri ambao utatuletea faida katika maisha yetu ya kiroho, katika safari yetu ya imani, ili tufikie katika lengo ya sisi kuwa wafasi wa Yesu, ama ya sisi kuamini Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Mbele ya yote tutaomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunashukuru kwa sababu unabakia Mungu. Ndiyo maana muda na wakati huu tuko mbele ya taifa lako dunia mzima kwa ajili ya kutoa neno lako. Roho Mtakatifu, mwalimu mkuu, awe pamoja nasi, atufungue masikio ya kiroho, neno lako lipate kutubariki katika safari yetu ya imani. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu, ambao tunaomba. Ndiyo, tunawakaribisha tena wandugu wetu na wapendwa wetu katika channel hii. Hapana kusahau kujiunga nasi ili usio unakosa mafundisho mazuri sana. Leo tuko na somo nzuri ambao tunaileta ama tutaitoa kwenye channel hii. Somo letu la leo inasema kuhusu Ukristo ndani ya Biblia. Hiyo ndiyo shina ambao tutafundisha leo, ama ni shina ambao tunaanza leo kwenye channel hii. Ukristo ndani ya Biblia. Leo tutajifunza sehemu ya kwanza, kutakuwa sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Leo tunaanza na kiingilio, Ukristo ndani ya Biblia. Mara nyingi unajiita Mkristo na mara mingi unasikia watu wanaitwa Wakristo katika ulimwengu huu. Yaani inakubidi ujue sasa Ukristo maana yake nini, na Ukristo ulianza namna gani ndani ya Biblia. Hapana tu kuitwa Mkristo, ama hapana tu kuitana Wakristo, lakini hatujui Ukristo maana yake nini na Ukristo ulianza namna gani. Okay. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alieneza miaka 13, akaanza Injili, na mwanzo wa Injili yake alikuwa na ita watu, na wale alikuwa na waita alianza kuwafanya kuwa wanafunzi wake, hapana wa Kristo. Hapa tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi wetu, wakati ambao alikuja kudunia. Mbele ya yeye kwanza Injili, wakati ambao alieneza miaka 13. Njoo miaka ambao Bwana wetu Yesu Kristo alianza nayo kufanya kazi ya Mungu.
Ni hapo alianza kupeleka Injili, ni hapa ambapo Bwana Yesu alianza kuhubiri watu. Na katika mwanzo wa kazi yake ya kuhubiri, Mwokozi wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, Bwana Yesu alianza kuita watu. Yaani kwa namna nyingine, Bwana Yesu alianza na wito. Alianza kuita watu. Na wale alikuwa na waita, Bwana Yesu alikuwa na wafanya kuwa wanafunzi. Wale ambao walikuwa na waita, Bwana Yesu alikuwa na wafanya kuwa wanafunzi wake. Hapo ndipo mwanzo wa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo hapa kudunia. Yaani hakuwa na wafanya kuwa wa Kristo, hapana. Bwana Yesu alikuwa na wafanya kuwa wanafunzi wake. Ndiyo tutasoma katika kitabu kya Matayo sura 4 mustari wa 18 hadi 12. Matthieu chapitre 4 verset 18 à 22. 18 inasema hivi: Na Yesu akitembea karibu na bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni anayeitwa Petro na Andrea ndugu yake, wakitupa mkila baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, munifate, nami nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu. Mara moja wakaacha mikila yao wakamfuata. Mwito wa Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohane ndugu yake, waliokuwa katika chombo pamoja na Zebedayo baba yao, wakitengeneza mikila yao. Akawaita. Mara moja wakaacha chombo na baba yao wakamfuata. Njoo Bwana Yesu mwanzo wa kazi yake ya Injili alianza kuita watu. Alikuta watu wawili, yani Petro na Andrea. Asema walikuwa wakitupa makia yao baharini ili wavue samaki, kwa sababu walikuwa wavuvi. Lakini wakati Bwana Yesu aliwaona, akawaita, akawaambia, munifate. Mara moja waliacha makia yao wakamfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Akaendelea na safari kwenye bahari. Alikuta watu wengine wawili, Yohane na Yakobo, walikuwa na baba yao Zebedayo katika chombo. Walikuwa wakitengeneza makia yao ili waanze kuvua samaki. Lakini Bwana Yesu aliwaita nao pia, akawaambia, munifate. Nao waliacha makia yao na baba yao Zebedayo, yani wakamfuata Yesu Kristo. Hiyo ndiyo mwanzo wa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alikuwa anaita watu. Alikuwa anawaalika. Okay. Tunasema na wale alikuwa na waita, Bwana Yesu alikuwa na wafanya kuwa wanafunzi wake. Hakuwa na wafanya kuwa Wakristo, hapana. Tutasoma kitabu kya Matayo sura yake 5 mstari wake wa 1 hadi 2. Matayo sura yake 5 mstari wa 1 hadi 2. Matthieu chapitre 5 verset 1 à 2. Inasema hivi: Naye akiona makutano alipanda mlimani, na wakati alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walikuja kwake.
akafungua kinywa chake akawafundisha akisema. Njoo Bwana wetu Yesu Kristo, wale ambao alikuwa anawaita, Biblia inasema aliwafanya kuwa wanafunzi. Yaani walikaa chini ya miguu ya Yesu, wakaanza kufundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani wakakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo mwanzo ya kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Okay. Baada ya kuwafunza wanafunzi wake, Bwana Yesu aliwaita jina la mitume. Akawatuma kwenda kuhubiri na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Njoo wakati ambao alikuwa na wafunza, mwisho wa mafunzo yao. Kwa sababu mafunzo yote inakuwaka na mwisho. Wakati wanafunzi wa Yesu walipomaliza majifunzo yao, Bwana Yesu aliwaita mitume. Yaani aliwapanga jina mitume. Ni hapo aliwatuma sasa duniani. Nao wakahubiri watu na kufanya watu kuwa wanafunzi kama gisi wao walikuwa wanafunzi. Bwana Yesu akawatuma nao waende wakafanye watu wote, mataifa yote kuwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Tutasoma kitabu kia Luka sura 6 mstari wa 12 hadi 13. Luka sura 6 mstari wa 12 hadi 13. Luc chapitre 6 12 à 13 inasema hivi. Luka 6 12 à 13. Ilikuwa katika siku zile alikwenda juu ya kilima kuomba, akashinda usiku kucha akiomba Mungu. Ulipokuwa mchana, akaita wanafunzi wake, akachagua 12, katikati yao aliwapa jina la mitume. Jo, tunakuta Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuwafunza wanafunzi wake, Bwana Yesu aliwapa jina la mitume. Ni hapo aliwatuma sasa, nao wakahubiri habari njema. Tutasoma kitabu kia Mathayo chapitre 28, Mathayo sura yake 28 19 à 20. Inasema hivi. Mathayo sura yake 28 mstari wake wa 19 hadi 20. Kwendeni basi mukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mukiwafundisha kushika maneno yote ambayo niliwaamuru ninyi, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Njoo Bwana Yesu aliwatuma sasa. Wakati walikuwa mitume akawatuma, yani wakati walimaliza mafunzo yao aliwaita mitume akawatuma duniani. Enendeni duniani yote mukafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Yani mukahubiri na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Bwana Yesu akuambia mwende muhubiri na mufanye watu kuwa wa Kristo? Hapana. Kama gisi yeye aliwaita akawafanya kuwa wanafunzi, wakafikia kuwa mitume, naye aliwatuma akawaagiza nao pia wakahubiri na kufanya watu kuwa wanafunzi wake Yesu. Lakini sisi tuko nasikia wa Kristo,
lakini sisi tuko na jiita wa Kristo. Sasa hatujui hii Ukristo tuko na jiita unatoka wapi. Yesu mwenyewe alikuwa na wanafunzi, na wale wanafunzi aliwatuma kwenda kufanya watu kuwa wanafunzi. Lakini weye uko Mkristo, unajiita Mkristo. Mie niko Mkristo wa kanisa fulani, niko Mkristo wa kanisa fulani. Sasa ule Ukristo unautoa wapi? Na Yesu aliacha ni wanafunzi, na wale wanafunzi aliwaagiza waende wakafanye watu kuwa wanafunzi. Sasa wao kunajiita Mkristo. Sasa ule Ukristo unautoa wapi? Hiyo ndiyo somo yetu ambao tuko najifunza. Inasema Ukristo ndani ya Biblia. Naona ni hapo kabisa utajua Ukristo maana yake nini. Ukristo ulianza namna gani? Lakini tunakuta ndani ya Biblia Yesu alikuwa na wanafunzi. Aliwaagiza wanafunzi wakafanya mataifa kuwa wanafunzi. Hapana wakafanye mataifa kuwa Wakristo. Sasa wakati wewe kunajiita Mkristo, hiyo sio mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza kuwa kunanifuata huku mwinjiliste, huku nabii, huku mtume, huku mchungaji, lakini huku nakusanya watu na kuwafanya kuwa Wakristo. Nakwambia ile sio mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu hakufanya watu kuwa Wakristo, alifanya watu kuwa wanafunzi wake. Na aliwaagiza wa mitume wakafanye watu kuwa wanafunzi wake. Sasa wewe kunakusanya watu, unaanza kuwafanya Wakristo. Sasa ile mafundisho ni ya nani? Ni ya Bwana wetu Yesu Kristo? Kama haiko mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni mafundisho ya nani? Yaani ni mafundisho ya kishetani, ya kufanya watu kuwa Wakristo, hapana kufanya watu kuwa wanafunzi. Naona mafundisho ya kukusanya watu unawafanya kuwa Wakristo, ile mafundisho ni ya kishetani, ni ya kupotea na itawapoteza. Na wewe mwenye kufanya watu kuwa Wakristo na wale wenye kufanika kuwa Wakristo, nyinyi wote itawapoteza. Ni mafundisho ya kishetani. Yaani mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kufanya watu kuwa wanafunzi wake Yesu. Hiyo ndiyo mafundisho ambao inapeleka watu katika uzima wa milele na milele. Okay. Mitume wa Yesu pamoja na Roho Mtakatifu. Mitume wa Yesu pamoja na Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu aliposhukia wanafunzi wa Yesu, wakaanza kufanya watu wawe wanafunzi sawasawa na amri waliopewa na mwalimu wao. Hawakufanya watu kuwa Wakristo, hapana. Nao walikuwa naitana wanafunzi. Njoo tunakuta wakati Bwana Yesu aliwatuma mukitabu kia Mathayo 28:19-20. Bwana Yesu aliwaambia mitume wake waende Yerusalema wakachunge Roho Mtakatifu.
Kweli mitume wote walienda kuchunga Roho Mtakatifu Yerusalema. Baada ya Yesu kwenda mbinguni, muda wa siku chache wanafunzi walipokea Roho Mtakatifu. Wakati ambao walipokea Roho Mtakatifu, ni hapo walianza kazi ya kuhubiri na kufundisha. Wanafunzi walifanya watu kuwa wanafunzi, ama mitume walifanya watu kuwa wanafunzi. Hawakufanya watu kuwa Wakristo, hapana. Wale wote ambao wa mitume walikuwa na wahubiri, wote ambao walianza kukubali mahubiri ya wamitume, mara moja wamitume waliwafanya kuwa wanafunzi. Yaani walianza kuwafundisha neno la Mungu, wakakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na wote walikuwa naitana wanafunzi. Yaani wamitume walifatisha amri ambao Bwana Yesu aliwaagiza katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 hadi 20. Ile shinjo agizo Bwana Yesu aliagiza kanisa lake, aliagiza watumishi wake. Sasa wewe unaenda kuhubiri, baada ya kuhubiri bale benye wanasema si tunaamini, mara moja unaenda kuwabatiza na wanakuwa Wakristo, unawafanya kuwa Wakristo, unaanza kuwaita Wakristo, nao wanaanza kujiita Wakristo. Hiyo sio mafundisho ya mitume. Hiyo sio mafundisho ambao Yesu alifundisha. Ujiangalie sasa ile mafundisho unaitoa wapi? Unaona? Tutasoma kitabu cha Efeso sura yake 2 mstari wake wa 12. Efeso sura yake 2 mstari wake wa 12 inasema hivi. 12 nasema, mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kubwa la pembeni. Njoo mtume Paulo anasema mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Kama tunajengwa kumsingi wa mafundisho ya mitume na manabii, shinjo tunapashwa kutembea gisi manabii, gisi mitume walitembea na gisi Yesu alitembea. Yesu alianza na wito, akafanya wale aliwaita kuwa wanafunzi. Baada akawaita mitume, akawatuma nao waende wakafanye watu kuwa wanafunzi. Na wa mitume walifanya watu kuwa wanafunzi. Hasi tunasema tunajengwa kumsingi wa Yesu na mitume na manabii. Sisi tukunafanya watu kuwa wanafunzi. Sisi tukunafanya watu wa Kristo. Yesu alifanya watu kuwa wanafunzi. Mitume walifanya watu kuwa wanafunzi. Wewe kunafanya watu kuwa wa Kristo. Sasa unyambie ule ni msingi wa Yesu na mitume ile. Unaona? Njoo msingi wa kufanya watu kuwa wa Kristo, sio msingi wa Yesu, hapana. Wale wote wenye kujengwa kuule msingi wa kufanya watu kuwa wa Kristo, ule msingi ni msingi wa shetani. Ni msingi wa kupotea. Ni msingi wa kuangamiza watu. Ni msingi wa kupeleka watu katika Gehenna, katika moto wa milele na milele. Inabidi turudie kumsingi wa Yesu na mitume ambao Bwana Yesu alituma mitume wake wakafanye watu kuwa wanafunzi. Nasi inabidi turudie kumsingi, tufanyike kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Okay, tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume
sura yake 6 mstari wake wa kwanza hadi 2. Matendo ya Mitume chapitre 6 verset 1 hadi 2. Inasema hivi: katika siku zile hesabu ya wanafunzi ilipoongezeka, Wayunani walinungunikia Waebrania kwa sababu wajane wao walisauliwa katika magawio ya kila siku. Wale 12 wakakusanya wengi wa wanafunzi, wakasema, haifai kwa sisi kuacha neno la Mungu na kutumikia meza. Hapa ni wa mitume baada ya kupokea Roho Mtakatifu walianza kufanya watu kuwa wanafunzi. Asema hesabu ya wanafunzi iliongezeka. Hapa ni wakati wanapokea Roho Mtakatifu wanaanza kuhubiri na kufanya watu kuwa wanafunzi. Asema hesabu ya wanafunzi iliongezeka. Mitume 12 wakakusanya wengi wa wanafunzi. Aba kusema hesabu ya Wakristo iliongezeka. Mtu anaingia leo kanisani, wakuamini ni nani? Anaweka kilole yulu pale pale, anaamini. Unamwandika kubuku ya Wakristo, anakuwa Mkristo. Anakuwa Mkristo kweli. Njoo vile Yesu alisema, bila abiko tu bietu bile. Ile ni mafundisho ya Yesu. No, mitume walifanya watu kuwa Wakristo sawasawa na agizo la Yesu Kristo. No, njoo kama ulishafanyika kuwa mwanafunzi, nakwambia kama ulishafanyika kuwa Mkristo, uvue kwanza ule Ukristo. Uvue kwanza ule Ukristo ule. Usipouvua ule Ukristo, utakupeleka kumoto wa milele. Utapotea, ule Ukristo utakupoteza ule. No. Ufanyike kwanza kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Abana kusema mimi nilishaamini Bwana na Mwokozi wangu, nitaokolewa. Utaokolewa. Yesu Yesu aliacha Wakristo. Yesu aliacha ni wanafunzi. Naona hakuna mtu mwenye ataokolewa wakati anajifanya Mkristo na kujifanya mwanafunzi. Wakati unajifanya Mkristo bila kujifanya mwanafunzi, na kuambia ule Ukristo utapotea nao. Yesu alifanya watu wa Kristo na mitume. Yesu alifanya watu wanafunzi na mitume walifanya watu kuwa wanafunzi. Hiyo ndio msingi wa wokovu, msingi wa Yesu na mitume. Sasa wewe kama uko Mkristo haukufanyika mwanafunzi, kama wewe uko nafanya watu wa Kristo bila kuwafanya kuwa wanafunzi, ujue kwamba uko napoteza watu. Ile sio imani ya Yesu, ni imani ya mashetani. Na weye na wote moto wa milele na milele. Okay. Tutasoma kitabu kia Matendo ya Mitume chapitre 3, chapitre 9. Matendo ya Mitume sura 9:36 hadi 38. Matendo ya Mitume chapitre 9 verset 36 à 38. Matendo ya Mitume 9:36 à 38 inasema hivi. 36 à 38 inasema: Matendo ya Mitume 9:36 à 38 inasema hivi: na mwanafunzi
mmoja alikuwa katika Yopa, jina lake Tabita, maana yake Dorika. Mwanamke huyu alikuwa na matendo mema mengi na kugawia sadaka. Ikakuwa siku zile akaugua, akakufa. Kisha wakamuosha, wakamweka kwa chumba cha juu. Na kwa sababu Luda ulikuwa karibu na Yopa, wanafunzi walisikia ya kuwa Petro yuko kule. Wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Tunasikia Biblia nasema katika mji wa Yopa kulikuwa mwanafunzi jina lake Dorika, Tabita. Aliugua akakufa. Wanafunzi walikusanika, wakamuosha mwanafunzi mwenzao. Mbele ya wao kwenda kumzika, walisikia Petro eko katika Luda. Luda ilikuwa ni karibu na Yopa. Mara moja wanafunzi wakatuma wanafunzi wenzao kwenda kumwalika Petro akuje. Walienda kumwita Petro, wanafunzi. Biblia iseme wa Kristo. No. Biblia haikusema wa Kristo. Njoo tunasema baada ya Yesu baada ya wa mitume kupokea Roho Mtakatifu, walifuatisha yale maagizo ambao Bwana Yesu aliwaagiza. Yaani walifanya watu kuwa wanafunzi wake Yesu, hawakufanya watu kuwa wa Kristo. Hiyo ndiyo msingi wa kweli, msingi wa imani ya Yesu Kristo, msingi wa wokovu. Ndiyo maana tunakualika ujiunge pamoja nasi kwenye channel hii Mafundisho ya Biblia Neema TV, ili ipate kukuelimisha ukweli wa neno la Mungu. Njoo, hii ni sehemu yetu ya kwanza ya somo yetu ambao inasema kuhusu Ukristo ndani ya kanisa. Ukristo ndani ya Biblia. Hiyo ilikuwa ni kiingilio tu. Sasa ujangalie kumsingi kwenye huko. Unaona? Huko kumsingi wa mitume. Wa mitume walifanya watu kuwa wanafunzi. Na wao walikuwa wanafunzi. Sasa wewe uliamini ukakuwa deja Mkristo. Nakwambia, Naula alikuaminisha kuwa Mkristo, na wewe mwenyewe uliamini kuwa Mkristo, mwe bote mutenda kumotwa milele. Ule sio msingi wa kweli, ni msingi wa kishetani wa kupeleka watu katika moto wa milele na milele. Yaani msingi wa upotevu. Yaani msingi wa kweli ni sisi tufanyike kwanza kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Huo ndio msingi wa wokovu, msingi wa uzima wa milele, msingi ambao utapeleka watu katika uzima wa milele na milele. Njoo tunakualika ujiunge nasi kusudi wakati ambao tutatoa mafundisho mengine katika channel hii uwe wa kwanza kuipokea na upate kujua ukweli kuhusu neno la Mungu. Ni sauti ya mwalimu Esdras Kasongo, ndiye alikuwa kwa mikrofoni yetu ya channel Mafundisho ya Biblia Neema TV kwa ajili ya kuwakulisha neno la Mungu, chakula ya kiroho. Ndio mbele ya yote ama mbele ya kumaliza, tutaomba Mungu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu ulikuwa pamoja nasi mwanzo wa kipindi yetu ya leo, na hivi tunafika mwisho. Tunaombea wale wote ambao watatusikiliza na kutufuata na kujiunga nasi katika channel hii Mafundisho ya Biblia Neema TV. Baraka, amani, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo
iwe pamoja nao. Endelea kuwasaidia, endelea kuwawezesha Baba, endelea kuwa kwa upande wao. Yote tunayaomba, tunayacha mikononi mwako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambao tunaomba. Tunawatakia baraka, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu wote. Asante. Shalom. Nataka kumutumikia.